believers would communicate using some signs. Wakristo walizungumza kupitia alama fulani. And one of the signs is the sign of fish. Alama ya kwanza ilikuwa ni samaki. Have you seen some sign like pastors putting a sign of fish? Wanaweza tazama kwa mchungaji anaweka alama ya samaki? Hamjaiona? Okay. It has a meaning. Iko na maana. In Greek, fish means ictus. And kwa Kigiriki samaki inamaanisha ictus. And those words have a meaning. Ile neno iko na maana. It means Jesus Christ, the Son of God and Savior. Asema kama Yesu Kristo ni Bwana, yeye ni mkombozi. And so when we come on Sunday, we want to proclaim that Jesus is Lord. Wakati tunakuja Jumapili kama leo kusema Yesu wewe ni Bwana. Jesus is Savior. Yesu ni mkombozi. Jesus is the Son of God. Yesu ni mtoto wa Mungu. And that's very, very important. Ni maana sana. And so during the week we worship as individuals. Katikati ya wiki tunamwabudu Mungu kupitia hali yetu. And on Sunday we come to celebrate as a community. Kama Jumapili leo tunakuja kufurahia kama vile community. Now, in some churches, actually, they take the Lord's Supper every Sunday. Yes, kanisa zingine wanachukua meza ya Bwana kila Jumapili. That's not bad. Haiko mbaya. For us, we decided to take it probably a month or two. It depends. Sisi pia kwa Desemba kwa mwezi. Okay. Yes. And during the early church, they would take it even every day. Kwa kanisa ya kwanza walikuwa wanachukua kila wakati. Because they would come to celebrate. Walikuja kusherehekea the death and the resurrection of Jesus Christ. Kukufa na kufufuka Yesu Kristo. And so when we come here on Sunday, wakati tunakuja hapa Jumapili, we are bringing our different experiences. Tunachukua ile hisia yetu tofauti. And we want to celebrate that God has been faithful to us during the week. Kwa Mungu alikuwa mwaminifu katikati ya juma yote. Do you know what it means? Unajua inamaanisha nini? The worship service of Sunday is not just for 2 or 3 people. Kumwabudu Mungu haiko tu watu wawili, watu watatu. Because we are coming with our different experiences. Tunakuja na zile hali yetu tofauti. That's why we should not have people who come just to sit in the church on Sunday. Hatutaki wale watu wanakuja tu kukaa ndani ya kanisa. Some should lead. Wengine walipaswa kuongoza. Others preach. Wengine wanahubiri. Others pray. Hata wengine wanaomba. But we should all participate in singing. Sisi tunapaswa contribute kwa kuimba. In any form of worship. Kupitia njia yoyote ya hali ya kumwabudu. Finally, when we speak about worship, wakati tunazungumza kuhusu kuabudu, worship is not just jumping. Haiko tu kuruka. It's not just giving money. Haiko tu kupatiana pesa. Worship means surrendering our life to Christ. Kumwabudu ni kujiachilia kwa Yesu. Because Romans chapter 12, Romans 12, verse 1 to 2, 1 mpaka 2, Paul, after he speaks about salvation which comes by faith, wakati Paulo alizungumza kuhusu wokovu inakuja kupitia imani, he finished all the chapter 11. Alimaliza ile 11. He comes to the application. Anaweka kwa hali ya matendo. That's why chapter 12 of Romans begins with what? Therefore. Ndio Waroma 12 anaanza kwamba therefore sijui hiyo nasema nini? Kwa sababu basi. Yes. Basi means he has spoken about how people are saved. Anasema kwamba jinsi watu waliweza kukoka. Now he's turning to the application. Sasa anageuka kwa hali jinsi gani tuweke kwa matendo. And then he's telling them, anawaambia, now that you are saved, kasa jinsi umeokoka, your life should be a life of worship. Kwa maisha yenu inapaswa kuwa maisha kuabudu. And this life should be a life that make us give our bodies as a living sacrifice. Hii inamaanisha kwamba tunapaswa kuweka mwili yetu kuwa dhabihu iliyokuwa hai. What does it mean? Inamaanisha nini? Even if we come here we jump, hata tumekuja hapa tunaruka, even if we give money, hata tunapatia na pesa, even if we do whatever, hata tunafanya yote, if our hearts are not after the heart of Jesus Christ, wakati roho yetu haiko nyuma ya Yesu Kristo, God is not happy with our worship. Mungu afurahie na ile kuabudio kwetu. What makes Jesus rejoice of our worship? Kitu ile inaweka Yesu afurahie kuabudio kwetu is when we surrender our life to him. Ni wakati tunatuachilia kwake. When we live a life that
pleases him. wakati tunaishi maisha ile inamfurahisha. Other things are just external. Ile zingine iko tu ni accessories. And so when we worship truly in truth and spirit, wakati tunaabudu Mungu kwa kweli kupitia ile roho, our heart should match our actions. Roho yetu inapaswa kuonesha matendo yetu. We should not be Christians who put a mask. Sisi sio Wakristo wale wanaweka kujifunika. What we do on Sunday, kila yetu tunafanya Jumapili, should reflect what we do during the day. Ni kile inaweza kuleta mwangaza ile kitu tunafanya kila siku. Sometime on Sunday we want to appear like good people. Jumapili tunataka kuonekana kama sisi ni watu wazuri, like saints. Ni kama wale watakatifu. But when we are in the workplace, wakati tuko mahali pa kazi, when we are in our homes, kama tuko nyumbani, we become lions, tunakuwa kama vile simba, we become rabbits, tunakuwa vile kama vile sungura, and all of those, kila vitu kama ilio unafanana. We need to live the same life. Tunapaswa kuishi maisha moja. That's the worship that pleases God. Ili ule kuabudu inayofurahisha Mungu. Amen. I wanted to dwell on that first part. Anataka kusimama hapo kwa kwanza. I wanted nitafuta. Alitafuta because I think that is very important. Kwa sababu gani kwa maana sana? Then the second function of the church, hii ya pili ya kanisa, is to witness to the lost. Ni kushuhudia Yesu Kristo. Church, you are called to worship the risen Christ. Kanisa mnaitwa kuweza kumwabudu Yesu. But we are also called to witness to the lost. Sisi tunapaswa kukua ushuhuda kwa wengine. Mashahidi. You know, when we worship, wakati tunaabudu, we enter into an encounter with the Lord Jesus Christ. Tunakuwa na uhusiano na Mungu. But Jesus would like us to be his disciples who go out and bring others to him. Yesu anataka sisi tuende nje, tuende kuleta wengine kwake. So we want to make others disciples of him. Tunataka inabidi tuweke kama vile wanafunzi kama yeye. And there are three ways we can do it. Kuna njia tatu tunaweza kuifanya. Number one is through proclamation. Ni ya kwanza ni ajili ya kuzungumza. We go and tell people. Tunaweza tangaza watu. Peter on the day of Pentecost, he proclaimed. Peter ile siku ya Pentecost aliweza kutangaza. Because of the Holy Spirit in him. Kwa sababu Roho Mtakatifu ilikuwa ndani yake. He did it with courage and conviction. Aliweza kufanya hao na bidii na kuweza kuzingatia hayo. And I want to challenge us that we proclaim with courage and conviction. Anataka sisi tuweze kutangaza kuna hali ya bidii na pia hali ya ushujaa. Knowing that it's not me or you to convict but the Holy Spirit. Haiko kujua kwamba sio mimi lakini Roho Mtakatifu. I like Campus Crusade. Anapenda Campus Crusade. You know them? Yes, I know them. And so they have a principle. Wako na principle that we preach the gospel. Tunahubiri neno la Mungu in the power of the Holy Spirit. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. And then we leave the rest to God. Tunaachia ingine kwa Mungu. So don't fear to proclaim. Usiogope kutangaza. Don't fear to share the gospel. Usikuwa na uoga wakati unaendelea kuhubiri injili. And you know everyone can do it. Unajua kila mtu anaweza kuifanya. It's not only the pastor and the elders. Haiko tu mchungaji pekee. Why? Even if you share your testimony of how you came to receive Jesus Christ alone, that is proclamation. Wakati unashuhudia maisha yako jinsi ulimpokea Yesu Kristo tayari ni kutangaza. And I've seen that sometimes we evangelicals, we are lazy or we are shy. We don't want to share the gospel. Sababu sisi watu waliokuwa wale kiroho tuko vile kama waoga, tupendi kutangaza neno la Mungu. Last week Jerome came to visit me. Juma iliyopita Jerome akakuja kunitembelea. And when we were just talking, wakati tulikuwa tunazungumza, some people knocked at the door. Wengine wakagonga mlango. And Jerome went down to see the people. Jerome akaenda kuangalia hao. And I heard him having a conversation with them. Aliona kama alikuwa anazungumza na watu. And I went down. Alienda chini. Do you know who were these people? Unajua watu wale walikuwa nini? They were Mormons. Walikuwa na Mormons. They were trying to win him. Ndio walikuwa nataka kuchukua yeye. But he tried to defend himself. Alijaribu Let's appreciate the Lord. And so, if Mormons can be courageous, come and
witness to us. Kama Mormon wako na bidii kukuja kushuhudia miungu yao kwetu. And Jehovah Witnesses. Wale watu wa Jehovah Witnesses. Why do we not have the courage to go and witness to others? Kwa nini hatuwezi kuwa na bidii kuenda kushuhudia kwa wengine? And so we need to proclaim that Jesus is Lord. Tunapaswa kutangaza Yesu ni Bwana. But we can also proclaim witness through our transformed lives. Tunaweza kutangaza Yesu kupitia kale jinsi maisha yetu na eligeuka. In chapter 2 of Acts, ile Act 2, it says that every day the Lord was adding to the church new members. Anasema kwamba kila siku Yesu Mungu alikuwa anaongeza namba ya watu. Two ways. Njia mbili. One, there are those who came to Christ through proclamation. Wengine walikuja kwa Yesu kupitia ile kutangaza. But there are those who saw the life of the disciples and said, these are different from us. Then they went to see where this was coming from. Wengine walienda chunguza kwamba wanaishi maisha tofauti na sisi wanafanya Kristo, acha tuende kutazama zile wanafanya. Our life which transformed can attract unbelievers to the church. Hii maisha yetu ya kuishi inaweza kugeuka watu wengine kuja kwa Yesu Kristo. Grace Church for all nations know that if we live a life which is transformed, kanisa la neema mataifa yote kama inajua kama tunaishi maisha ile inayokuwa mpya, that will bring unbelievers to us. Ile itaweza kuleta wasiokoka watakuja kwetu. And it will bring them to Christ. Watakuja kwa Yesu Kristo. So let's live a life which is transformed. Tuishi maisha ile inaweza kugeuka. A life of example. Ni maisha ya ile mfano. In our community. Ni kwa community yetu. But we can also witness through the deeds. Tunaweza kufanya hayo kupitia deeds. Through actions. Kupitia njia matendo. When we do good things. Wakati tunafanya mambo mazuri. We visit the sick. Wakati tunatembelea wagonjwa. We help the poor. Tuko na masikini. They finally said, these people must be different. Wao watu ni watu tofauti. And then they would like to seek to follow our God. Watapenda kufuata Yesu yetu. And so we are called to witness. Sisi tunaitwa kushuhudia through proclamation, kupitia hali ya kutangaza, through our life which is transformed, ile maisha yetu kila siku inageuka, but also through our actions. Ni kupitia hali ya matendo yetu. Amen. Amen. Finally, kwa mwisho, we've seen that the church is called to worship. Kanisa inaitwa hali ya kuabudu. The church is called to witness. Kanisa inakuja hali ya kushuhudia. Finally, the church is called to minister to one another. Kanisa inaitwa hali ya kudumiana. The believers were devoted to the apostles' teaching. Waamini walikuwa na fata mafundisho wa mitume. That's very important. Ni maana sana. But there is even when the church was growing, wakati kanisa ilikuwa endelea kukomaa, there was some social issues, some widows were neglected, kulikuwa pia vitu kama kawaida, wajane walikuwa nadharauliwa vitu kama hivyo. And the apostles said, no, we need to continue our ministry of the word and the ministry of prayer. Yekweli anasema kama hapana, injilisi inakuwa lakini tuendelee kufuata ile hali ya kufanya huduma. Because that's a very important ministry. Ni kwa sababu ni maana sana. The church is called to minister to one another. Kanisa inaitwa kuweza kuhudumia katikati yenu. Using the word of God. Kutumia maandiko takatifu. There are more than 20 places where we have the one another ministry in the church, in the New Testament. Kuna mlango karibu 20 ili namna gani tunaweza kudumiana. We exhort one another. Tunapaswa kuhimizana. We teach one another. Tunajifunza sisi wenyewe. We encourage one another. Tunajiinua sisi wenyewe. And we rebuke one another in love. Pia tunaendelea kukemeana kupitia njia ya upendo. So these things are done in fellowship. Kila yote inayofanya kupitia hali ya kushirikiana. So we are able to sharpen one another. Ile ni jukumu letu kwamba kujichora sisi wenyewe. Tunawana, yes. That's how we grow. Hii ndio tunapaswa kukua. That's how we are transformed. Hii ndio inatugeuka. That's how our behavior changes. Ile ndio tabia yetu inageuka. We are called to minister to one another. Tunaitwa kuhudumiana. And we need to do this in fellowship. Tunapaswa kufanya ile hali ya ushirika. When you don't attend fellowship, wakati haujafika kwa huduma, kwa nini kwa ushirika? You just come on Sunday. Wakati unakuja tu kwa Jumapili, there is much that you don't receive. Sababu kuna kitu fulani haujapokea. And there is much that you also keep in your heart that others cannot help you. Kuna vitu vingine weka ndani ya roho yako hawatapata msaada. The more we fellowship,
karibu tunashirikiana, the more we develop trust, tunaaminiana, the more we can disclose to one another. Tunaweza kujifungua kuzungumza vitu vilivyokuwa ndani yetu. And that is very helpful. Ni kitu maana sana. Especially this country, it has many problems. Kwa sababu gani? Nchi kuna vitu vingi. If you keep them all in your heart, wakati unaweka yote kwa roho yako, you can be distressed. Kweli unaweza kupata unaweza kuwa na depressions. You need to have brothers and sisters. Unaweza kuwa na ndugu na dada whom you trust. Ile unaamini. Then you can minister to one another. Ile mhudumiana. And when your brother comes to you, wakati ndugu yako anakuja kwako, your sister comes to you, dada yako anakuja kwako, that's not an opportunity for you to go and tell stories. Hayo kusema opportunity kwako kwenda kutangaza hiyo habari. It's an opportunity to pray. Ni opportunity nafungulia wewe uombe. It's an opportunity to love that brother or sister. Ni mlango nafungulia hiyo uweze kupenda ndugu au dada huyo. It's an opportunity to encourage that person. Ni mlango nafungulia ile unaweza kuhimiza huyo ndugu au dada. So we need to minister to one another. Ni jukumu letu tuweze kuhudumiana. And so friends, these are the three functions of the church. Hii ni kitu tatu inaleta kanisa inatumika. The church is called to worship God. Kanisa inaitwa kumwabudu Mungu. The church is called to witness to unbelievers. Kanisa inaitwa aje kutangaza Yesu kwa wale wajamini. Those who are lost. Wale wanapotea. And bring them into the light of Jesus Christ. Kuwapeleka kwa Yesu Kristo. But finally the church is called to minister to one another. Kanisa inaitwa kuhudumiana. How is your personal worship? Kuabudu yako iko namna gani? Maybe you only worship on Sunday. Maybe unakuwa na budu tu. It's good to have corporate worship. Yes, kweli ni mzuri sana kuabudu Mungu kama siku ya leo. But we also need to have our personal time to encounter the Lord Jesus Christ. Ni kweli tunaanza kuwa na muda wa pekee ili namna gani tuweze kuishi uwepo wake maisha yetu kila siku. Even in this busy world. Hata ile katika dunia yenye busy. You can pause and pray. Unaweza kusimama kuomba. You can sing a new song in your heart. Unaweza kuimba nyimbo mpya kwa nafsi zako. You can stop and reflect on God's mercies and love. Unaweza kusimama kutafakari kuhusu uzuri wa Mungu na urembo wake. We are called to worship. Tunaitwa kumwabudu. And on Sunday, Jumapili, let's share experiences. Ile tuweze kushare ile hali tulihisi. Let's not leave it to the praise team. Tusiachilie tu kwa present worship team. It's for us. Sisi sote. How about witnessing? Namna gani hali ya kutangaza? Do you know some people who are not saved? Unajua watu wengine hawajaokoka? What do you do to help them? Unafanyaka nini kuwasaidia? You pray for them. Omba ajili yao. Do you love them? Unawapenda? Do you witness to them? Unashuhudia kwao? You tell them that Jesus loves them. Unawaambia kama Yesu anapenda. And we as a church, sisi kama kanisa, we should have initiative to do outreach. Tunapaswa kuwa na ile hatua ya kuenda kutangaza injili. We may discuss the method. It does not matter which method. Tunaweza kuzungumza kuhusu metoda aina gani, but we need to do that. Tunapaswa kuifanya. Because the church is called to witness to the Lord. Kanisa inaitwa ajili ya kushuhudia, kuwa mshahidi ya Yesu. And finally, church, kwa mwisho kanisa, it's my prayer that the Grace Church for all nations will grow. Maombi yetu kanisa neema mataifa itakomaa into the likeness of Christ. Gizi vile inafanana kanisa Yesu Kristo. And that comes when you are fed the word of God. Wakati mnahubiriwa neno la Mungu. When you fellowship together. Ni wakati mnaendelea kushirika pamoja. When you minister to one another. Wakati mnahudumiana. I pray that we will reflect on these three functions. Anajua kama tutaweza kuonesha zile kitu tatu. As individuals. Sisi binafsi. But also as a church. Na kama vile kanisa. Let's pray together. Acha tuombe. Father, I want to thank you. Baba, nashukuru because of your Son Jesus Christ, who died on the cross because of our sins. He is the head of the church, and we are the body. Thank you for reminding us the functions of the church. I pray that the Grace Church for all nations will be involved in true worship. I pray that the church will be involved in witnessing to the lost, so that they may know your love and come to the saving grace. And I pray that this church will be involved in ministering to one another, loving one another, encouraging one another, comforting one another, for the sake of the kingdom. We thank you, Lord, for speaking to us.
hearts. I pray that you continue to minister to us in a special way. And I pray that this word may be a blessing to us during the week. And that next week we'll come again to worship together as a church, having many testimonies of your grace and your mercy in our life. We give you thanks and I give you praise. For I pray this believing in Jesus' name. Amen.